Shida ya huyu mama alionayo, mama yangu Regina Vincent Kasanga, alitoka na tatizo la macho tangu utoto wake, na alikuwa na shida ya kutokulima, tuseme kiujumla, hususan kulima hawezi, na kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani hawezi kufuatana na matatizo ya macho. Pia hata kukizi kusomesha watoto alionao ambao walikuwepo wawili kulishindikana kutokana na matatizo ya macho. Afu tatu, ulikuwa tu ni msaada tu kwa jirani na jamaa wale tuzunguka kuwasomesha hao watoto ambao ni wawili, ambaye anaitwa mmoja Gabriel Finson Mkondia na Eliza Finson Mkondia. Na kwangu mimi tatizo nililonalo kwenye familia yangu, tatizo lilo ni kumba hilo. Watoto ninao watatu. Mmoja Mungu alimsaidia anaona. Mwingine wa pili aoni, ambaye ndo Gabriel Petro Mkondia, akiwepo na Sara Petro Mkondia. Hao watoto wamepata changamoto ya kutokuona macho kwa ajili ya urandishaji ambao nimerandishwa kutoka kwa mama, sio kutoka kwa baba. Maana mama ndo alizaliwa na hili tatizo. Hapo naondoka. Tatizo la baba Finson Thomas Mkondia, yeye alizaliwa vizuri. Katika kuzaliwa vizuri kwake lilikuja tatizo la kizamani, ile tatizo la surua ya macho. Ndio lilomtatiza kutokana na huduma zilikuwa mbali. Alizaliwa kwenye vijiji vya mbali kwa kukuwa na hospitali na msaada wote. Kwa hayo macho aliendelea kuzofika mpaka ikafika hatimaye macho yakafa. Na mpaka sasa ameenda kwa wataalamu sana, yalishindikana. Yeye alizaliwa vizuri, lakini kutokana na hiyo changamoto ya surua ya macho ndio iliyomuua macho. Lakini mama yeye alizaliwa nayo. Kwa hiyo tulilandishwa hivyo mpaka sasa iko hivyo changamoto hiyo.